Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Karibu sheikh wangu. Wewe ni mwanachama wa wakali wa Mzinga, mwanachama wa Dar es Salaam Young Africans. Mimi mwanachama wa Dar es Salaam Young Africans kupitia tawi la wakali wa Mzinga Kongowe Starehe Galama na afisa habari wa tawi la wakali wa Mzinga Kongowe Starehe Galama. Bwana, kilichopo tunaelekea kwenye show za kimataifa. Tumetoka kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, tumeona timu ikipata ushindi wa goli 3-0, lakini kelele zilikuwa ni nyingi sana kwa mashabiki. Walikuwa wanalalamika kwamba timu haichezi kwenye rhythm yake kufuatia mchezo na Pamba Jiji, lakini japokuwa ilishinda goli 3-0. Tunarudi kwenye show za kimataifa ambao tunaenda kucheza kesho. Kwanza kama walivyosema tunakwenda kwenye mchezo wa kimataifa klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa raundi ya pili ambao mchezo wetu ushashinda goli 3, maana tunakwenda kufanya kile ambacho tulichokianzia. Ukubwa wa timu kwa sasa nadhani kwa tupate matokeo. Kucheza vizuri jambo ambalo linakuja ambalo halina muda mwingi itakuja. Na nina imani kwa sababu mwalimu ni mpya na maingizo mapya, timu tucheza vizuri tutashinda hata mchezo unaokuja. Lakini changamoto kitu kimoja, ili timu iwe bora, kucheza vizuri na kupata matokeo. Lazima timu ipate matokeo kwanza, sio vizuri maana inakuja. Tunashukuru kama Yanga tuna mwalimu mpya ambaye hata miezi miwili na timu hana, ameingiza maingizo mapya, lakini timu inafanyaje? Inapata matokeo. Haya anayosema tunawafanyia kazi sababu tunaona kwamba kuna muda timu haiunganiki vizuri kwenye kucheza. Kwa kama mchezo ulisema mchezo Pamba Jiji raundi ya kwanza kucheza vizuri, lakini raundi ya pili tulirudi vizuri tukacheza vizuri. Kwa hiyo na mali timu yetu kila muda inapokwenda itazidi kuwa kubwa zaidi katika mazingira ya uchezaji. Pindi timu inapokuwa haichezi vizuri, maana yake kama mtakuwa mnakutana na mpinzani ambaye mnakutana naye yuko vizuri, maana yake wakati mnarudi kipindi cha pili, wakati mnaenda kujitafuta, amuoni kama kutakuwa na madhara makubwa sana wakati huo tayari mshaumia kipindi cha kwanza. Mimi nadhani ndio maana kwenye benchi la ufundi tunasema kwenye mpira kuna mwalimu wa mpira. Mwalimu wa mpira yupo pale kukumbusha majukumu ya wachezaji pale ambapo anaona hajapatia, na pale alipopatia maana yake aongeze juhudi. Kwa hiyo mwalimu ndio ndiye ataona kwamba hii timu inacheza nayo kwa wakati huu inacheza vipi, bali tucheze vipi. Sina imani kwa mwalimu ataona timu inacheza vibaya, bali ataendelea kusema tu wetu iwe down tu, hapana. Kadri muda utavyokwenda ile timu ambayo tunacheza nayo mpinzani wetu yuko vipi na anafanya marekebisho. Sio kwamba inamaanisha kwamba sababu timu haijakaa vizuri kwa mwalimu tunataka timu ambayo ina ushindani zaidi ndio tunasema tutasubiri kipindi cha pili. Hilo jambo halipo, na ndio atafanya sababu zile ambazo zote zinazofaa ili timu ifanye vizuri ipate matokeo. Kucheza vizuri timu ni heri nikwambia. Mwalimu huyu tofauti na walimu waliopita. Ukimzungumzia walimu ambao waliopita sababu alikuta timu ambayo wanakuja kwenye msimu ambao wanakuja timu ambayo ni hile. Lakini mwalimu huyu ambaye amekuja sasa hivi Roman Folz amekuta timu ambayo imesajili wachezaji, na katika timu ambayo imesajili wachezaji ama maingizo yake mapya ambayo yeye anaona kwake yeye yanafaa. Kwa hiyo huwezi kuchanganya kama wale walimu ambao walikuwa wakija na panga timu ile. Hiyo sio kweli, kwa sababu wachezaji mmoja hawajuani kwenye mikimbio, hawajuani kwenye ende iko hivyo ni kiufupi. Kwa hiyo na mali timu yetu itakuja kucheza vizuri na tutapata matokeo bila shida yote. Yeah. So tunaizungumzia Yanga hii ambayo imefanya usajili wa wachezaji aina mbalimbali, lakini tumeshuhudia kuna slogan ambayo tayari imetolewa, na hii kwa ajili tu ya mchezo wa kesho. Kama ulivyosema timu yetu ni wachezaji wageni ambao ni wachezaji wakubwa tu ambao katika timu zao zote kila mchezaji alikuwa anacheza kikosi cha kwanza. Maana kuna wachezaji wakubwa afu wachezaji ambao walikuwa uchezi. Lakini wachezaji wetu wote ambao tumewaliongeza wako kwenye timu yetu ambao kila timu walikuwa wanafanyaje wanacheza, wao wa ndani au wa nje ya kimataifa. Kwa sababu nakwambia hivyo, tunaleta mchezo kwa ubingwa kesho ambao na imani pale tulipoishia ndipo tutakwenda kumalizia. Haikati sisi tushinde goli 3 ugenini tuje kufungwa 4 nyumbani. hilo jambo kwa kweli kabisa kwa milioni inaweza kaja kutokea. Kwamba jambo mpira huwezi kuubeza, lakini mimi nasema hilo jambo halipo. Yaani wao tufunge 4 bila, tika tumesimama, hilo jambo silioni. Nina imani tutoka kwanza tutapita, tutaangalia mpinzani ambaye ana ukweli huku tutazidi kuendelea kuweka timu yetu katika ubora. Tutafika tu huko ambako tunakohitaji kwenye nchi ya ahadi. Kwenye mpira hivyo vitu waga vinatokea, lakini hivyo vitu tulishawahi kushuhudia. Mimi mwenyewe Dar es Salaam Young Africans mlimfunga CR Belouizdad. Kwake aliwafunga goli 3 hapo mkaja kumfunga goli 4. Auoni kwamba na muundo wa timu yenu unavyocheza kama mnakutana na timu ambayo ina uhatari kidogo tu kwenye kucheka na nyavu, amuoni kama mnaenda kukutana na kilio? Na ndio maana nimekuambia sioni kama klabu yetu ya Yanga Afrika inaweza kubweteka kwa ushindi wa goli 3. Lakini na imani yangu mimi kama mwanachama, kama shabiki, kama mpenzi wa Dar es Salaam Young Afrika, sioni hiyo room ya wale sio kutufunga goli 4. Kwanza tuzungumzia Belouizdad sio tufunga 3 nyumbani kwao. Alafu ndio tukafunga wapi? Tukafunga nyumbani. Maana sisi tulikuwa nyumbani, tukapata home advantage tukafunga zile goli 4. Nao tufunga 3 akiwa kwao. Sasa tubafunga kwa 3 kwao. Na mara kwambia sisi Benjamin Mkapa tusimame hapa tufunge goli 4 tu. Hilo jambo ambalo mimi silioni kama Chamunda, lakini kwa mtazamo wangu hilo mimi silioni.
Na imani tutafunga tena. Japo sio tatu, tutafunga tena zaidi ya 3. Kwa sababu najua kwamba timu ambayo tumecheza nayo tumeshazidi ile. Ile vitu niache ile timu. Ila kwenye mpira kila kitu kinawezekana kama ulivyosema, lakini mwisho wa siku Yanga inasonga mbele katika hatua inayofuata. Unaona, tumeshuhudia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara mtani wenu baada ya nyinyi kupata matokeo ya goli 3 na mtani wenu jana kaja kuwalipa na yeye akaweka uzani sawa wa goli 3. Kama ulivyosema ndio nasema kikosi chao nimekiona, hiko ndio ambacho hakisemwi hivyo. Hiyo kikosi ambacho hakisemwi kwa sababu wana mapenzi yao binafsi ambayo wao wanayaona. Lakini kwa Yanga Afrika inapata matokeo la kabla ile timu ambayo inaonekana ichezi vizuri kwa sababu mwalimu anamuona fikiri kwa sababu mdogo ana miaka 35 ndio ana sababu ya kujishikia, lakini na imani tuna timu bora kuliko hizo ambazo wanazilinda wao. Sisi tuna timu bora mchi kuliko hizo wanazozilinda wao. Na ninakuambia kule raha siku timu kama zile yatima zile. Unaocheza mechi kama ile yatima, yani timu ina mchezaji mmoja tu sababu au wawili. Mtakuja kuongea kitu. Unaona Jonathan Soa? Ile goli tufunga mimi nafunga. Mashallah. Mimi nakwambia. Sizungumzi kwa sababu mchezaji mbaya, lakini goli ufunga hata mimi nafunga. Sasa mpira umekuja peke yake amepiga pale kwenye 6. Unafanyaje? Au kuna ubunifu gani pale ambao umetokea? Umeona mtu kambeshi kwanza tu gani kambeshi? Watu washachoka kufanya hesabu hakuna wa kuingiza tena wale. Mimi nakwambia tuwape mechi 5. Ili msemaji kwa sababu hajua tuna mechi nyingi lakini tuwape mechi 5. Mtakuja kuniambia tuwape mechi 5 ambayo timu ambayo muisemi tuwape mechi 5. Tutakuja kuulizana je, Soa yupo au yupo? Ile timu jana imefungwa kutokana kama hali yao iliyokuwa nayo. Timu ina mwalimu mzuri, timu ina wachezaji wazuri, lakini wachezaji wengine ambao hawana vibali. Msimu wa pili timu inaanza ovyo kama vile. Kwa hiyo tuje kuona timu zile ambazo kama wale akina Mbeya City zile kuluma meno. Tutakuja kuambia je, Soa kafunga au Simba inacheza vizuri. Mwisho wa siku timu inaangaliwa icheze vizuri ni moja tu mchi. Katika timu 16 waandishi wote wanaangalia Yanga Afrika. Shida ni kocha, sio kwamba inaangalia Yanga. Yanga inajulikana quality yake na Yanga inalinganishwa na Yanga yenyewe. Lakini Yanga kutoka Yanga msimu uliopita na Yanga hii ni kati ya mbingu na ardhi, vitu ambavyo vinaonekana ni. Ndio maana watu wote wanaisema Yanga na sio Yanga anasemwa ni kocha. Uwezo mdogo kwamba hatoshi. Ukiangalia Simba Sports Club wamefukuza kocha na jana wanapata matokeo ya goli 3-0 wakicheza na timu ambayo ya Singida Fountain Gate ambayo msimu uliopita miongoni mwa timu ambazo ziliwanyima kupata fursa kuwania kuchukua ubingwa ni wao. Wewe mwandishi wala nikukumbushe kitu kimoja kwamba mimi ukiniambia Yanga yani mbingu naye nashinda kukuelewa kwa sababu gani? Timu mpaka sasa hivi na michezo 3 ya kimashindano. Michezo 3 ya kimashindano. Kuna goli 3, kuna goli 1, kuna goli 7. Sasa imeachana mbali katika nini na mbali nashindwa kuelewa. Ndio maana nauliza kwa sababu mwalimu mdogo au kwenye kuplay uko ndani timu haiplay vizuri. Mfumo wake wa uchezaji ndio mashabiki mlio wengi wa Yanga mnalalamika kwa sababu hamjaizoea Yanga inacheza pila magimbi, mmezoea kuona pila burudani. Ndio taaluma yake, mwambie acheze vile timu au kwa kwambia mwenyewe mwalimu mimi ndio uwezo wangu mwisho hapa. Lazima tuwe na subira kama wapenzi wa mpira, waandishi muwe na subira. Tuangalie timu ndani ya mechi 6-7 timu inachezaje. Alafu unawataja kama nilivyokuambia, huwezi kuwasifia au unawataja kwa macheza vizuri kwa timu ambayo amecheza nayo jana. Timu ambayo benchi la timu iliyopata hata mtu aliyochoka amelazimishwa kucheza. Huwezi kuwapa credit kwa timu kama ile. Umeelewa? Ngoja tuone tule timu ambayo tunaamini kwamba hii inaweza kushindana, ina wachezaji wake sababu nini kila kitu. Wewe Azam ulivyoona mchezo vizuri nimekuridhisha. Na Mbeya City. Kama mwandishi nimekuridhisha Azam. Mimi haijaniridhisha lakini nimeona kuna kitu anacho. Kama kuna kitu anacho sisi hatuna, basi ngoja tuone. Msimu ndio umeanza, mwisho wa siku kuja kuona Yanga je imefeli wapi imepatia wapi. Lakini mimi nilikwambia kwamba sisi mwalimu wetu ni kweli bado kijana mdogo, ana uwezo ule mkubwa wa kujua kwamba mashindano makubwa yako vipi, lakini na imani amesoma yule na amekaa zile timu ambazo zenye ushindani. Atakuja kutukusetu anachokijua, timu itafanya vile, watakuja kusahau. Tumpe muda. Yaani tumpe muda ili tuone timu yetu iko nafikia kwenye malengo gani ambayo sisi tunahitaji. Anafika uchaguzi ule Oktoba 29. Sasa mambo ya Oktoba uchaguzi, kuna mwalimu hapa ashaondoka, tunajua kama anaondoka. Kuna mwalimu hapa ameenda timu na Dubai, sijui Misri hapa mikaa nayo leo hayupo. Hiyo atakuwepo hayo majali wa Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu amependa awepo mpaka uchaguzi mkuu atakuwepo, kama atakujalia basi ataondoka. Lakini kwa staili yake ya kucheza unamwona akitoboa mpaka nini Oktoba 29. Mimi nafika na natapita kwa sababu mimi kama shabiki wa Yanga, mwanachama Yanga, sijaona kile ambacho kubwa amekosea mwalimu.
bado timu ipo kwenye mazoezi na maana atakipata kile anachokihitaji. Mwisho wa siku Yanga itakuwa bingwa tena. Inaonekana ni wazi kipimo tosha ni siku ya kesho. Kipimo gani bwana, tushamaliza ile au kipimo mechi na Mbeya City? Unaowataja kwa Yanga ile ni kama chai kwenye mkate. Wewe niambie timu hizo ambazo nakwambia, wewe niambie masuala ya Azamu. Wewe si mpinzani wetu sasa mkubwa nchi ya Azamu. Wewe bado unajua kwamba kila msimu wa Azamu FC tunagana nao pointi. Sio Simba tena. Sasa Simba shamfunga mara 6 mfululizo, unasemaje mpinzani wako? Lakini utani wa jadi unaendelea. Wewe umezungumzia utani, hujazungumzia upinzani. Hata quality. Upinzani, wewe unazungumzia wale sisi watani wetu. Upinzani hata tushamalizana nao. Kama tushamfunga ndani ya mechi 6 mfululizo. Mechi 6 mfululizo. Hapo kuna upinzani hapo unavyoona. Lakini leo kutajia Azamu tumeona ndani ya miaka hii miwili tumejana alama. Mchezo mmoja anashinda hapo, tunashinda sisi. Maana sasa ndio wapinzani wetu. Sasa tunawaangalia hawa wamekujaje mwaka huu. Lakini unatuambia watu ambao washajichokea tamaa mpaka viongozi wao washakwambia, sisi tushawafunga sana na sisi wanatufunga sana tu. Sasa wao wanakuwa upinzani tena. Kwa hiyo unataka kusema wamekubali kufungana kuendelea? Wao wamekubali kufungwa. Yaani kufungwa kuendelea. Kuna kiongozi wao wa juu kabisa, mwenyekiti wa bodi anaojiwa katika kituo cha habari anasema, sisi hawa tushawafunga sana, acha tu watufunge. Kama kuchukua ubingwa mara 4 sisi chukua watu wao wachukue. Na basi tayari shakubali zile mbegu kuendelea. Tumalizie na neno la mwisho. Neno la mwisho, kama Yanga Afrika, big up sana viongozi. Kuna jambo watu wamelisahau. Tulisema pale TFF kuna kichwa kimoja kiondoke. Kilikuwa kina mchakato. Lakini juu taarifa imetoka, hayumo na yeye tunashukuru kila ambacho tulichokihitaji vimetekelezwa. Kwa muda mfupi iliwezekana, kwa muda mrefu iliwezekana. Tutakuwa na katibu mkuu wa shirikisho mpya kama Yanga Afrika kwetu, tunasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu. Kila ambacho tunakihitaji tumefanikiwa. Twende na msimu na viongozi wapya kabisa kwenye ule mfumo wote ambao hakuna kuleana sasa hivi. Hakuna kuleana. Na ndio maana tulisema, unakumbuka yule alisema kwamba kuna ya muda mfupi yanawezekana hapa tulipo. Alafu kuna ya muda mrefu. Ndio alikuwa yale. Tarehe 30 mkataba wake unaisha na TFF, anarudi mtaani, alichokipata chakishapata, alichokivuna kachakivuna. Sasa tuachia mpira wetu tuendelea nao. Mpira umeshinda. Sio mpira umeshinda, Yanga imeshinda. Ile ilikuwa vita ya mpira, ilikuwa kati ya Yanga na wale. Sema Yanga imeshinda. Ukisema mpira umeshinda maana ilikuwa kauli ya taifa zima. Ile ilikuwa klabu hii moja ndio ilikuwa inalia na watu. Ukisema mpira umeshinda maana kauli ambayo ilikuwa inazungumzwa na wana mpira wote Tanzania. Lakini ile kauli ilikuwa wana Yanga, tunasema Yanga imeshinda. Viongozi wetu wamepigana, wamehakikisha wale wote ambao watuhujumu wako pembeni kwenye mpira. Viongozi unafikiri ni mashabiki mliopaza sauti sana? Wewe tukali mashabiki tukalipaza sauti, viongozi wetu wangetepeta. Maana yake viongozi wangeng'oka. Sijasema hapa kwenye mkutano siku wakitekeleza yale ambayo tunataka wataondoka. Sasa wasema nao hawataki. Maana yake mnabidi mjipe big up nyinyi wenyewe sasa mashabiki, kwa sababu mlisimamia kile ambacho mlikuwa mnakiamini. Sisi mashabiki tulikuwa tunapushi viongozi wetu wasilegeze. Umeelewa? Tulikuwa tunapushi viongozi wetu wasilegeze kile ambacho tunachokiamini sisi kama mashabiki na wanachama. Viongozi wetu walikuwa watu ambao kutepeta, maana yake wangetaka kusikiliza matakwa ambayo anataka TFF. Kama walikuwa viongozi ambao wenye ucho madaraka wamesema tuogope tutafungia, tuogope tutafanya hivi, na angalikubali yale ambao wale TFF na watu wao yafanyike. Lakini wao walisimama kama viongozi, sisi mashabiki na wanachama tukapushi. Tulipopushi imekubali, imetiki. Useme mpira umeshinda, sema Yanga ameshinda. Yanga imeshinda. Sasa hivi tuamini kwamba kila kilichopo kwenye bodi mtakuwa tayari kukifuata na mtakuwa tayari kusimamia na nyinyi sheria zozote zitakazopitishwa na bodi. Kwanza kama Yanga hiyo tunalijua. Kama Yanga tunalijua ama twende makini na msimu huu. Kwa sababu ilisigimwa kanuni na kanuni tukaisimamia ikatekelezwa. Lazima sisi tuwetimame sasa kuangalia si kanuni zote zifuatishwe. Kwa sababu yasije kutokea yale ambayo yalijitokea. Hata ile mpira la kuambia tumepita kwenye wakati mgumu. Maana yake yale ambayo anazungumza ameyaona na alijua, maana yake ligi ilikuwa inakwenda kuharibika mwaka jana. Kwa hiyo naamini viongozi wetu wa Yanga Afrika wanajua kile ambacho tulichokifanya mwaka jana kusimamia kanuni. Kwa hiyo na sisi hatutosigina kanuni. Yaani tufuatishe kanuni zinasemaje ili mpira wetu utoke pale ulipokaa usonge mbele zaidi. Tumeona lakini mwanzo tujuzi tumeona kuna situation zimetokea katika uwanja Benjamin Mkapa. Zile tu situation zetu kwa Benjamin Mkapa zile yake sio za Yanga wala sio za TFF. Zile za Pamba wenyewe kutokujielewa, kutokutoa taarifa kwenye sehemu husika ndio kile kilichotokea. Mimi sina imani kwamba eti Yanga uwanjani wamiliki yeye. Ule uwanja unamilikiwa na serikali. Yanga uwanja wana kodi.
hata kama wao ndio wenyeji, lazima ukienda pale toe taarifa kwa serikali, tunakuja formalize saa 1. Alafu saa 1 unaenda pale kutetea haki yako, sio umehujumiwa. Lakini utatoa taarifa, utabali taarifa yako na mlomo nani? Na naona serikali ile jambo wamekemea. Kwa sababu ile jambo linachafua taswira ya nchi, taswira mpira wetu, kwa sababu ya watu ambao tunasema ambao sisi tutumie lugha gani? Si watu ambao sio elewa, au si ambao tuseme sio ambao wanataka kuchafua brand ya klabu. Maka ndio pale lengo kubwa si chafuke Yanga, lakini Yanga ni kuchafua kwenye lile, kwa sababu lile sio la Yanga, lile la serikali na uwanja wake. Aljumaa Kalim, inshallah.